Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kuna klipu ambayo inatembea kwenye mitandao ikizungumza kuhusu kauli yangu ya mwanzo ambayo nilitoa siku ambayo niliswali Idi Masjidi Mtoro. Nilieleza sababu ya kwamba nimeswali Idi siku ile, si kwamba mimi ni wa kuswali Idi kwa kimsimamo na wale ambao huswali Idi ya mwandamo al-mahali, mwandamo wa hapa nchini, kwa sababu msimamo wangu uko wazi, unajulikana. Sisi ni wale tunaoswali Idi na mwezi utakapoonekana mahala popote. Lakini nilieleza kwa nini niliswali Idi siku ile. Mimi nilikuwa safarini, nimefika jioni Dar es Salaam, na ikawa muda wa kuswali Idi umepita, kwa sababu muda wa kuswali Idi ni mpaka muda wa swala ya dhuha ukimalizika. Kwa hivyo ikabidi, kwa kuwa hakuna panaposwaliwa Idi ila kesho yake watu wakiswali Idi, mimi nikaswali Idi siku hiyo kama mtu aliyokosa kuswali Idi siku ambayo alipaswa aswali. Sasa huyu kwenye mtandao unaitwa Haji Upepo, huyu anaeleza na kunisifia kwamba nimeunga mkono msimamo walionao wa kwamba mtu mwenye msimamo wa kufunga kwa mwezi unaonekana mahala popote duniani, basi ukifika wakati kufungua afungue na asali Idi kesho yake kama ambavyo nilivyofanya mimi. Na akawa amewanukuu mashekhe maarufu wa kisunna, al-Allama Sheikh Ibn Uthaymeen rahmatullahi ta'ala alayhi, na al-Allama Sheikh Mufti Ibn Bazi Allah amrehemu, kwamba msimamo wao wakishauri watu walio katika nchi ambazo kuna mwandamo wa nchi ile, basi wale wenye msimamo wa kutangulia wakifungua wasiswali Idi, wasubiri mpaka kesho yake. Huu ni msimamo wa mashekhe au nasaha walizotoa mashekhe wawili hawa wa kisunna maarufu duniani, lakini ni msimamo ambao au ni ushauri ambao mtu halazimiki kufuata, kwa sababu kama ilivyo katika masuala ya iftah, mtu akifutu masala al-mufti laysa bimulzim, mwenye kufutu masala halazimishi watu. Masuala ambayo yana ikhtilafu, msimamo huo na saha hizo ni za mashekhe wetu wakubwa hawa, Mwenyezi Mungu awarehemu. Mwenye kuamua atafuata, asiamua anaweza kaacha, sifuate, na hana kosa lolote analofanya. Halafu msemaji akasema kwamba inashauriwa basi kama alivyofanya Sheikh Muhammad Isa na walivyoshauri mashekhe wawili, Sheikh Ibn Uthaymeen na Sheikh Ibn Bazi, kwamba kama mko wachache katika nchi au uko peke yako. Sasa anazungumzia swala la watu ambao ni wachache, wanaofungua wakiwa wachache, au mtu amefungua yuko peke yake katika mahala ambako watu ni wengi. Leo Tanzania huwezi ukazungumza kwamba wale wenye mwezi wanaoenda kwa mwezi unaoandama kimataifa ni wachache. Huwezi ukathubutu kusema neno hilo, labda uwe ni mtu ambaye unataka kujitia upofu tu wewe mwenyewe. Kwa hiyo si swala la kwamba kuna wachache wenye msimamo wa kimataifa kufunga mwezi wa kimataifa au kufungua na mwezi wa kimataifa hapa Tanzania. Na wala hakuna sasa ile kwamba utakuwa au mtu mwenye msimamo huo atakuwa peke yake. Kwa hivyo rai anayotoa huyu bwana ni rai ya kwake, wala hakuna mtu ambaye ataifuata rai hiyo kwa kuwa yeye anaona hivyo. Huo ni msimamo wake, na nasaha za wanawachuoni si zenye kulazimisha, ni ijtihadi zao wanawachuoni kwa walivyoona, na hawalazimishi mtu yoyote kufuata. Kwa hivyo kuchukulia kauli yangu ile na kuitumia kama silaha ya kwamba sasa si mnaona wameacha msimamo yao waliokuwa nayo, wamekuja msimamo huu ni ushabiki tu. Na kwa mtu ambaye anafanya kazi ya dini si vema akawa na ushabiki, angebaki na uelewa au na maana ile niliyoikusudia, kwamba mimi nilikuwa nimetaakar kuswali sala ya Idi siku ile ya Jumapili, nikasali Jumatatu kwa sababu wako waliokuwa na swali. Na hoja yangu ni kwamba wanaoswali Idi walioswali Jumatatu ni Waislamu. Wao walisali inamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Amali ni kwa nia na kila mtu atalipo kwa nia alionayo. Kwa hivyo huyu bwana anajiita sijui Haji Upepo asigeuze nia niliyokuwa nayo mimi siku ile akaifanya kuwa sasa ndio kwamba mimi nimebadili msimamo, siko tena katika msimamo wa watu Answaru Sunna Tanzania ambao mwezi
ukiandama mahala popote wanafunga, na mwezi ukiandama mahala popote kama ni kufungua wanafungua. Na mimi nipo katika lajna ya kuandaa taarifa au qararat za lajnatu ru'yatu tahari ru'yatul hilal ya Basuta, na tunaandana mpaka tangazo la mwisho nilishiriki kwenye kuliandaa. Leo asitumie kwamba nilizungumza vile siku ile klipu yangu ile na amechukua hapo akawa narudia katika sentensi anazotaka. Haya masuala ya namna hii ni masuala ya kishabiki ambayo tunatakiwa yakemewe. Lengo lake halikuwa jema, na wale wenye msimamo wa kufunga na mwezi unapoandama mahala popote au kufungua na mwezi wa mahala popote, msimamo wetu hivyo tunavitakidi ndio msimamo katika msimamo ya wanawachuoni maimamu al-sunna wal jamaa. Jumhur, kauli ya kwamba watu wana mwezi wa eneo lao ni kauli sana maarufu katika madhehebu ya Imam Shafi, lakini madhehebu wengine wao wanasema mwezi ukiandama, kwa sababu ile kauli ya Mtume sumu liruyatihi waftiru liruyatihi ilikusudiwa ni amrun amun li ummati alislamia. Fungeni kwa kuona mwezi na fungueni kwa kuonekana kwake mwezi, ni amri ya umma mzima wala sio ya eneo lolote. Sasa huyu bwana asipotoshe kile ambacho mimi nilikisema kwamba ikiwa wewe una udhuru basi unaweza kuswali hata kesho yake wanaposwali watu wengine. Na hilo la kufunga sita si lazima. Yani nilichokizungumza mimi ni kwamba kama upo katika mazingira, kuna watu kwenye kijiji, mimi nimeishi vijijini, waliofungua ni 2 watatu tu, halafu ndugu zake wote wako kwenye siku ya Eid, siku hiyo wanakula wanafurahi. Sasa kubaki tu wewe kwamba mimi nimefunga sita tu Shawwal iko mwezi mzima, ukiamua kufunga ahlan wa sahlan, lakini ungelibakia na wenzio ndugu zako, wengine ni baba zako, ami zako, shangazi zako, bibi zako, wao wako kwenye Eid siku hiyo. Si ubaya ukawa nao, na wala halibatilishi wewe msimamo wako wa kuwa muandamo wako au wa mwezi ni ule wa kimataifa, halibatilishi. Na watu wasitumie kauli yangu hii kama fimbo ya kuonyesha unaona wamebadilika hawa. Huu ni ushabiki, na jambo la dini halipaswi kuwa na ushabiki. Wallahu aalam, wabillahi tawfiq. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.